Lakini nikukumbushe kwamba historia nyingine hasa kwenye muziki ni safari ya miaka mingi sana mpaka kufikia hii leo ambapo muziki unatajwa kama fursa kubwa ya muhimu yenye mambo mengi ndani yake, ikiwa imeajiri vijana wengi, ikiwa utambulisho mkubwa wa Tanzania. Lakini kumbuka, historia iliandikwa miaka mingi sana iliyopita. Wakati huo mpaka hivi sasa wengine bado wapo kwenye game ya muziki huu. Unatambulika zaidi kwa jina la Bongo Flava. Unakumbuka kina Madi Ali ni miongoni mwa wasanii mwanzoni kule kabisa. Sasa kwa sisi ambao umri wetu kidogo umesogea, basi tumeanza kuwasikiliza tangu zamani. Umesogea kwenda wapi? Kwenda juu. Dakika inaelekea dakika ya 90. Miaka 30 ya Bongo Flava ni burudani mpya kabisa, unaweza kusema hivyo hapa nchini Tanzania, kwa sababu tumekuwa tukiwasikiliza wasanii wa Bongo Flava kwa miaka mingi. Ndiyo. Sasa burudani ile imerejea tena kwenye ngoma za masikio yetu. Madi Ali Seneda alifanya press conference na akatujuza Watanzania kwamba tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava likafanyika Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, ikiwa ni uzinduzi. Yani kama kionjo tu Dar es Salaam. Ila kile kionjo na kilikuwa safari serious, maana kilienda unajua ilikuwa show fulani, kama ni tamasha ni finali. Kwa show fulani kubwa wiki 3 zilizopita, lakini mpaka sasa bado imekuwa show fulani mjadala hivi. Kwa hiyo lilikuwa jambo kubwa sana, si tu kionjo, ile ilikuwa babu kubwa. Kwa kweli mengi yalifanyika. Tuliona wasanii wengi wa zamani, sijui ni wa zamani, atatuambia vizuri, tunasema wa zamani kwa sababu ndo kipindi hicho tuko primary nini tunawasikia. Nafikiri wa muda mrefu. Wa muda mrefu. Waliopo kwenye game muda mrefu. Tusimalize maneno, yuko hapa Madi Ali Seneda, atatuambia mengi kuhusu miaka 30 ya Bongo Flava. Karibu sana. Asanteni sana. Umefurahi? Kweli? Umefurahi na namna ambavyo mmeifungua show. Yaani hata yule mtu ambaye alikuwa anafagia huko nyumbani anafanya nini, anaacha kila kitu na kaa kusikiliza, kwa sababu ishatamkwa neno miaka 30 ya Bongo Flava. Nice. Miaka 30 ya Bongo Flava, lakini bado you look young kama mziki ambao mmekuwa mkiufanya. Sijui, lakini nafikiri huo hizo ni kazi za Mungu. Najua muda mwingine namna ya lifestyle ya mtu ndio inaweza kabadilisha muonekano wako. Ni wewe mwenyewe unataka uweje. Ukiamua uwe age go utakuwa hivyo, ukitaka ubaki kwenye age ya kati utakuwa hivyo, kwa sababu lifestyle nafikiri ndio kila kitu. Na ndivyo ambavyo tumeona wasanii wengi wa muda mrefu kwenye show ya miaka 30. Wakati nimeingia nimekusikia unamsifia Jafari kwa namna ambavyo umemwona miaka mingi, lakini jana si juzi umemwona tena, umemwona yuko vile vile. So it's a lifestyle nafikiri. Na ngoma ambazo mmezifanya kwa muda mrefu ziko vile vile. Kama mistari iliandikwa jana au juzi. Kabisa. Ni kweli, uko sahihi kabisa, na nafikiri sababu kubwa ambayo inafanya ngoma za kipindi kile zinakaa muda mrefu kwa sababu hata kurekodiwa zilikuwa zinarekodiwa kwa muda mrefu. Unajua zamani ulikopo ukienda studio, let's say labda umeenda kwa Master J au umeenda kwa P-Funk au umeenda kwa Enrico. Ukisema Master J, kuna mtu mmoja anatamani umalizie mbele Baba Nuru. Ukienda kwenye studio hizo, kwa mfano umeenda pale na wimbo wako, producer atakupa time akusikilize. Anakusikiliza, then atakurekodia, atakutengenezea instrumental au beat, then atakupa ile beat wewe urudi nayo nyumbani. Ukirudi nayo nyumbani sio kwamba kesho urudi tena kurekodi, anakupa lese kuanzia siku 15 mpaka 30. Nafikiri zamani ndio tulikuwa tunafanyiwa hivyo. Kwa hiyo ukija kurekodi tena, kama umerekodi vibaya anakurudisha tena. Unapata time nyingine nzuri mpaka siku anafanikiwa kukurekodi, na maana yeye ambaye ndo engineer wa ule mziki pale ndani anakuwa ameshajua kabisa kwamba huu mziki unaenda kuwa mzuri, mziki unaenda kuwa hits, unakuwa umekamilika. Tofauti na sasa hivi mimi naweza nikakaa tu hapa nikamwita producer labda apartment, tukakaa tukaandika tukatengeneza beat tukaweka tukatoa wimbo siku hiyo moja. Kwa hiyo inakuwa tofauti, na ndio maana ngoma hizo unazozungumza wewe zinapata time ya kukaa muda mrefu, kwa sababu wanasema kitu kikiwa kinatengenezwa kwa muda mrefu ndio kinaishi muda mrefu. Nice.
Haya, sasa tupo kwenye 30 ya Bongo Flava. Mmeshafanya tamasha moja ambalo mpaka sasa limeseti standard ya kwamba kinakachofuata kiwe juu ya pale. Kwa yoyote yule, si tu jiji wasanii wa muda mrefu, hata watakaofuatia vijana wa siku hizi ambao wanafanya Bongo Flava. Inawezekana wana deni ama sasa hivi nawatesa sana kichwani, namna gani wanaweza wakafikia kile ambacho mmekifanya. Mmeridhika maandalizi ambayo mmeyafanya na show ya kwanza ilivyokuwa, na mnafikiri show itakayofuata itakuwaje? Nafikiri ile ndo standard ambayo tulikuwa tumeiplan toka tunapata hili wazo. Bahati mbaya baadhi ya marafiki walikuwa hawaamini kwenye lile wazo ambalo tunaenda kufanya kwa namna ya aina ya watu ambao tunawashirikisha. Waliamini kwamba hawa watu tayari muda wao umeshaenda, kwa hiyo hawawezi kufanya kitu chochote kikawa kikubwa kama vile ambavyo imekuwa. Wapo baadhi ambao walikuwa wanatukatisha tamaa, lakini kwa sababu mimi ambaye ndo nilikuwa na lile wazo, nilikuwa naiona picha ya kile ninachokitaka. Japo nakuwa asilimia kadhaa narudi nyuma, asilimia zingine naona inawezekana. Kwa hiyo mwisho wa siku kimekwenda kutokea kile ambacho wengi walikuwa hawaamini kama kitatokea, na ndio maana imebaki kwenye vichwa vya watu, imebaki kwenye kumbukumbu za watu. Wasanii wengi sana ambao walikuwa wanataka kufanya shows hapa Dar es Salaam kwa wiki zile 2-3, wote walihamisha show zao kwa sababu waligundua kwamba hawataweza kufika kwenye level zile za miaka 30 ya pale Mlimani City, kwa hiyo wakarudi nyuma. So hiyo peke yake mimi imenipa nguvu ya kutaka sasa kufunika historia ya Dar es Salaam, kuihamishia Mwanza, ambapo hilo limewezekana. Madi, kitu kinachofuata ni Rock City. Kabla ya Rock City, mimi naomba tupate ladha kidogo tu ya kile ambacho kilitokea Mlimani City. Hii hapa tuna enjoy vipo vya kushare lati, so mapenzi wendo wangu imepangwa toka enzi. Sema basi kitu gani unachotaka, wewe usijali mlume, sina mashaka. Nachotaka we Mirere, uje nikuite mama, ukiniacha taumiza, kwani shaachana na habari za ndio shala, wache waone donge kama mikwanja, tutachota kwa kibonge. Kilichobaki sagoni tumuombe, tuwapo wawili nyoyo zetu tuzikonge. Nachotaka we Mirere, Dar es Salaam, Dar es Salaam, Dar es Salaam. Sikia Madi. Ndo maana tunakulilia, ndo maana tunakuangalia pesa, wengine wanakusujudia na wengine kwa mganga wana. Ndo maana tunakulilia, tuimbe. Ndo maana wengine wanakusujudia na wengine kwa mganga wanakuendea pesa. Yani miaka hiyo hayo yalikuwa yanafanyika na mpaka leo hayo bado yanafanyika. Madi, tumeona wasanii wengi wakubwa wa muda mrefu kwenye jukwaa la miaka 30 ya Bongo Flava, kina Q-Chilla, Tundaman, Juma Nature, Jafari na wengine wengi, Kasim Mganga. Yaani kwa kweli ukiamua kutaja hii listi ni kama vile ambavyo tulikesha kabisa. Kuna wasanii ambao hatukuwaona, lakini ni kweli. Dar es Salaam wakati tunaanza, kama nilivyokuambia, tulikuwa tuna changamoto ya watu kutuamini, especially baadhi ya wanamuziki wenzetu. Kwa hiyo ilikuwa tunatumia muda mrefu sana kumuelewesha mpaka mtu akubali. Kwa hiyo wengi ambao wewe unadhania haukuwaona, sio kwamba hatukuwa approach, tuliwapigia simu, lakini kwa sababu wao walikuwa hawaamini kwa kile ambacho sisi tunaenda kukifanya, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuwashawishi. Lakini baada ya hii nafikiri tumeweza kuwarudisha kwenye mstari wetu. Wengi unaona sasa hivi tutakuwa nao kwenye safari. Tupe ile top tutakayokuwa nayo Mwanza. Tutakuwa na wanamuziki wengi, especially wale 80% ambao walifanya Dar es Salaam. Wote wale wapo, lakini pia tumemwongeza H Baba, tumemwongeza Rado, tumemwongeza Baraka the Prince, tumemwongeza Lady JD,
Tumeongeza wanamuziki kama 5 hivi, lakini listi kubwa ile ya mwanzo ipo bado ipo vile vile. Okay. Lady JD. Kwa hiyo tunatarajia nini katika performance ya Mwanza? Tukumbushe tarehe na tunapataje kufika katika tukio kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava pale Tukio linafanyika Rock City Mall pale, Climax ndo sehemu sahihi kabisa, na siku yenyewe ni tarehe 8 mwezi wa 8. Nadhani ni siku nzuri kabisa ambayo haina visingizio vyovyote kwa watumishi wote wa umma, kwa sababu wengi wao nafikiri ndo mashabiki wetu sisi ambao tayari sasa hivi ni decision maker kwa Jumamosi. Umeona bwana. Kiingilio tumeweka kwa ngazi tofauti tofauti, tumeweka 50,000, tumeweka VIP ambayo ni 100,000, and then tumeweka 1,000,000 VIP ambao watakuwa ni watu 3 au watu 4, and then tumeweka 3,000,000 kwa watu wetu wa Katoro, kwa sababu ni karibu na pale. Kwa hiyo watu wakaribie, kwa sababu tumeona hatutaweza kuzunguka ile kanda ya ziwa yote. Tumeweka center ambayo ni Mwanza, so kama upo Kahama, upo Geita, upo Musoma, upo Shinyanga, upo Tabora, wote wanaweza kufika. Wote wanatakiwa. Lakini sisi ambao hatupo kanda ya ziwa na sio karibu, tunaweza kutazama kupitia sinema zetu. Tuambie ushirikiano wenu. Tunaweza kutazama kupitia sinema zetu. Ni kilio chetu ambacho tulikuwa tunakililia kwa muda mrefu sana, lakini mwisho wa siku Azam wametuelewa, wametuelewa na wameona kwamba Watanzania wengi wana uhitaji wa kuangalia mziki wa Bongo Flava wakiwa hapa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo wengi wao wameshauri sisi tunapokwenda kwenye mikoa, ili tusende kujazana kwenye ule mkoa, basi watune pale sinema zetu, waenjoy, waangalie mpaka siku ambapo litafika kwenye mkoa wao. Yes. Tunakushukuru sana, na sio tu kutazama kupitia sinema zetu, lakini utasikiliza kupitia UFM Radio. Umesema lakini kuna kitu uko naongezea hapa. Hiyo lakini sijataka kuiendelezea, lakini watu wafike tu Mwanza. Sawa. Game inavyo change usiache kuiperform. Sasa ile game inavyo change natamani ni perform, lakini sasa tumeshift na mtu ambaye tayari Mwenyezi Mungu ameshamchukua mbele ya haki. So mimi ninapopata time ya kufanya ngoma za namna kama hii na watu ambao nimefanya nao muziki way back, na kuaga na hisia ambazo nitashindwa kufanya vizuri pale kwenye jukwaa. Kwa hiyo nafikiri tutaangalia namna. Sasa hadithi 2060 basi. Tutafanya pamoja na historia. Tutafanya hivyo vitu vyote. Watu wanatukumbusha hapa kusana hiyo. Bana Madisi, tunakushukuru sana. Sisi pia ni wadau wa muziki mkubwa ambao mnaufanya na mmeweka misingi kwa muda mrefu ambao sasa hivi kizazi cha sasa kinaishi na kinaendelea kupita kwenye reli ile ambayo ilitengenezwa na kina Madienzi hizo.